Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025 inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2045 mamlaka ya maji kwa jiji la Mbeya na mji wa Mbalizi yatafikia kiwango cha lita milioni 190 kwa siku ili kuwahudumia wakazi wapatao milioni 1,452,751 watakaokuwa wanaishi katika jiji la Mbeya na mji wa Mbalizi. Hivyo, ili kukidhi mahitaji ya maji ya sasa na baadaye, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya ilibuni na kusanifu utekelezaji wa mradi wa maji wa kimkakati utakaowezesha kuhudumia wakazi wa jiji la Mbeya, mji wa Mbalizi na maeneo ya wilaya za Rungwe na Mbeya kwa kutumia chanzo cha maji cha Mto Kiwila. Usanifu wa mradi ambao utekelezaji ni 100%. 2 ni ujenzi wa banio kwenye chanzo lenye uwezo wa kuchukua maji kiasi cha lita milioni 117 kwa siku. Asilimia za utekelezaji ni 98. 3 ni uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu la chuma la mseleko lenye kipenyo cha mita 1.2 kwa umbali wa kilomita 26.04 kutoka chanzo hadi Nsenga. Asilimia za utekelezaji ni 15. 4 ni ujenzi wa miundombinu ya kutibu maji eneo la Nsenga pamoja na tenki la kuhifadhia maji yaliyotibiwa lenye uwezo wa kuhifadhi maji kiasi cha lita milioni 5. Asilimia za utekelezaji ni 10%. 5 ni uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu la chuma la mseleko lenye kipenyo cha mita 1.2 umbali wa kilomita 11.2 kutoka Nsenga hadi New Forest. Asilimia za utekelezaji ni 5. Ujenzi wa tanki la kuhifadhia maji eneo la New Forest lenye uwezo wa lita milioni 5, utekelezaji wake ni 45%. Hadi kufikia mwezi Septemba 2025, utekelezaji wa mradi huu umefikia 46%. Mradi huu unagharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Maji kwa gharama shilingi bilioni 119.8 ikijumuisha kodi ya ongezeko la thamani yani VAT. Aidha, hadi kufikia Septemba 2025, mhandisi mshauri na mkandarasi walikuwa wamelipwa kiasi cha shilingi bilioni 23.04 kati ya shilingi bilioni 26.728 ambazo wanadai. Kukamilika kwa ujenzi wa mradi wa maji kutoka chanzo cha Mto Kiwila kutaleta manufaa yafuatayo. 1, mamlaka itaongeza uwezo wa kuzalisha maji kutoka lita milioni 74 kwa siku hadi kufikia lita milioni 191 kwa siku na kuwa na uhakika wa kuhudumia wananchi wapatao milioni 1,452,751 katika kipindi cha miaka 20 ijayo. Mradi huu ndio ambao utamaliza changamoto ya maji katika kata zote 36 za hapa Mbeya jiji. Lakini pia unaenda kumaliza kabisa changamoto ya maji kwenye baadhi ya mitaa eneo la Mbalizi. Pamoja na kwamba tunasubiri utekelezaji wa mradi huu, lakini viko vyanzo mbalimbali ambavyo wanaendelea kuvibuni ili huko tupunguze kile kilio cha wananchi kwenye hoja ya maji. Kwa sababu rais wetu wakati amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kipindi cha nyuma ambacho alikuwa ndani ya uongozi wake, miongoni mwa mambo aliyofanyia uchambuzi yakinifu ni swala zima la kusikiliza kero za miundombinu ya maji ndani ya taifa hili. Na ndiyo maana alipochaguliwa kuwa rais, jambo la kwanza ambalo alilifanya ni kuunda wizara maalumu ambayo haihusiani na jambo lolote isipokuwa ni miundombinu ya maji safi na salama. Na katika wizara hiyo ya maji ambayo ameiunda rais wetu, aliamua kutengeneza mamlaka maalumu ambazo zitakuwa na majukumu ya kwenda kusambaza maji vijijini pamoja na mijini ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndiyo maana leo hii unapoizungumza wizara ya maji, unazungumza mamlaka ya maji RUWASA, unazungumza mamlaka ya maji la jiji letu la Mbeya UWASA. Naomba ipigieni makofi mengi sana. Mbeya USA oye! Mradi huu ambao unatekelezwa hapa ni miongoni mwa miradi mikubwa Tanzania katika miradi 5 bora juu ya miundombinu ya maji. Naomba jipigieni makofi mengi sana. Na mimi niseme wazi, mkuu wa wilaya, nadhani niliona mradi wa aina kama hii ndani ya jiji la Mwanza, lakini niliamini kwamba wao ndio watakuwa ndio mradi mkubwa. Kumbe wao ni kama kishubaka tu katika mradi huu ambao umetekelezwa hapa. Naomba pigieni makofi mengi sana. Wana Mbeya oye! Kwamba kweli mama huyu anaendelea kufata maono ya falsafa ya Mwenge wa Uhuru ndani ya taifa hili. Kwa kweli ndiye mama ambaye amekuja kujenga imani kubwa kwa wananchi wa taifa hili juu ya sekta ya miundombinu ya maji. Maana ya kuleta kampeni ya kwamba atahakikisha anawatua ndoo akina mama wote kichwani Tanzania
Kwa kweli kampeni hii mama huyu ameenda kuishi kwa vitendo kupitia mwenge wa uhuru ambao unapoenda mahala popote basi unaenda kuweka upendo. Kwa kweli mradi utaenda kukamilika kwa muda ambao umekusudiwa na serikali ambao umetarajia kufikisha huduma kwa wananchi ambao wanasubiri huduma hiyo. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.